Uwepo wako Bwana Yesu usipungukie, usiende mbali, Bwana utawale mahali hapa. Tawala Bwana Yesu, neema yako itawale, nguvu yako itawale mahali hapa. Utawale Bwana Yesu, tawala kanisa lako, tawala mji wa Mbezi, tawala mahali hapa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Akoti ya mbosha ya boka saka elia noya boka Ribaya Satelebu Shataba Rena Marama Shekali Rama Katarama Shata. Kila nguvu za giza duniani, kila nguvu za giza kwenye anga, kila nguvu za giza kwenye kila vyanzo katika ulimwengu wa roho tunasimama pamoja. Raba baba baba sekataba rama ya kataba. Ile giza naliangusha katika anga, ile giza naliangusha katika ardhi, ile giza naliangusha kuzimu, ile giza naliangusha Tanzania, ile giza naliangusha Afrika, ile giza naliangusha kwenye dunia. Arana masakama ya maraba baba ya tabaha riba baba baba sekatara baba ya tabarana baba imanda raba ya tobarana mama ya karaba shataha ikarana masakapa ya tarabrataha. Achawe moto ikaria baba baba seterebusha imanda marunda mama sekere baba baba shatabarana ikarunda mama baba sekapara mama ya tapara iyamaya raba makatapata ya dabahata iyedebre debele ya manurada mama ya katabaha. kwa jina la Yesu. In Jesus' name we pray. In Jesus' name. Asante Yesu. Mariha patosha. Naona uwepo wa Mungu mahali hapa. Neema ya Mungu iko mahali hapa. Rabozi ya makate lebosha tabai. Sande lebosha kibararaba. Namakai. Isha kata ya mandala basha na magaba. Ina wandelele shabakatuna magaba. Yale majeshi yaliponifuatia, hata hapo nitatumaini. Radosha viatakadeni randorosha damakatabanadaba lina mandereba mashata mandareba babashikataba iyabaji kabarane mamashitelebo shabagayadabai. Asante Yesu kwa neema yako. Asante Bwana. Asante Mtakatifu. Naomba tena kwa Mungu uzima. Fungua maandiko. Naandika somo, andika nuru na giza. Asante Yesu. Nataka tuende kwenye neno moja kwa moja kwa sababu ya muda na tuweze kukimbia. Tumekuwa na wiki ya ushindi. Neema ya Mungu imekuwa na sisi sana, na nimekuwa napokea shuhuda kwenye ibada zetu za mtandaoni, na Mungu amefanya mambo makuu sana. Mpigie Bwana Yesu makofi makubwa. Mungu ametenda mambo makuu sana, na neema yake inatembea na watu wake siku zote, na neema yake haija kupunguka. Kwa leo tujifunze kwa habari ya nuru na giza, na ninaamini itakupa hatua kubwa sana 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 sana. Ulimwengu umekaa katika falme mbili kuu. Ulimwengu umekaa katika falme mbili kuu. Ufalme wa kwanza unaitwa ufalme wa nuru, na ufalme wa pili unaitwa ufalme wa giza. Na hizi falme ndio ambazo zimesimama juu ya nchi, na hakuna mtu kuwa katikati ya hizi falme. Lazima mtu awe mahala fulani, awe mahala pamoja pa ufalme. Ama yuko ufalme wa giza ama yuko ufalme wa nuru. Na leo nitakufundisha zaidi ndani, na ningependa wewe sana sana usiwe kwenye ufalme wa nuru, kwa
sababu ni ufalme wenye nguvu, ufalme wenye mamlaka, ufalme unaoshinda milele milele. Ni ufalme ambao hujawahi kushinda, unatawala kila nyakati na kila majira, na ndio ufalme wetu. Twende kwenye kitabu cha Yohana 8:12. Yohana 8:12 mpaka ufike hapo. Na twende haraka sana kama unaandika. Mungu akubariki pia unasikia kwa YouTube na sehemu nyingine. Neema ya Mungu iwe na wewe zaidi. Twende Yohana 8:12. Kitabu cha Yohana 8:12 tufike hapo, na twende kwa haraka kwa muda mfupi alafu nikakuombea. Vizuri. Inasema Yohana 8:12. Basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na uzima, atakuwa na nuru ya uzima. Hebu sema nuru ya uzima. Tunaona hapo tunalipata neno nuru kwenye mazungumzo ya Yesu. Anasema ambaye ananifuata mimi hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Maana yake kuna ambao wanakwenda gizani, lakini pia kuna watu ambao wanayo nuru ya milele. Tutakatua taratibu sana kujifunza ili uweze kunielewa kwa ndani mno. Twende kwenye Yohana 1:1. Kitabu cha Yohana hicho. Nataka twende pale kwenye Yohana 1:1 kuanzia mstari wa kwanza. Thank you Jesus. Na nataka ufungue moyo wako na akili yako ili utoke na kitu. Maisha yana mambo mengi sana na ni hasara sana kupoteza muda kwenye mambo. Kwa hiyo hakikisha wakati unasikiliza unatoka na jambo kubwa, unatoka na hatua kubwa ambayo inakusogeza mahala pengine tena kwenye maisha. Hebu sema katika jina la Yesu. Bwana Yesu, naomba unisaidie nikaelewe, nikapata ufahamu wa maneno yako katika jina la Yesu. Amen. Biblia inasema injili kwa hawa wanaopotea kwao ni upuuzi. Biblia inazungumza pointi ya kwanza, kwa mtu anayepotea, habari ya maneno haya ya uzima. Unaambia habari ya nuru, habari ya uponyaji, habari yeye kwake yanaingia sikio hili yanatokea sikio lingine, kwa sababu kwake ni upuuzi. Kwa hiyo mpaka Mungu ampe mtu neema, ampatie mtu neema ya kuweza kuelewa ambacho anajifunza. Kwa ni muhimu sana hata ukiwa unasoma Biblia wakati fulani ambao uko peke yako, unaomba kwanza, na ile inakusaidia sana wewe kuweza kupata ile neema. Maneno yako wewe unaomba kwanza kabla ya kusoma neno. Mwambie tena usimwambie, unaomba kwanza kabla ya kusoma neno. Inakusaidia upate ufunuo na uelewe kile unachokisoma. Nisikie jambo moja, unaona watu wengine akitaka kusoma Biblia inakuwa kama dawa ya usingizi kwake. Watu wengi wanasema mtumishi, unajua nataka kusoma Biblia nisinzia. Ninashangaa tu ninalala. Ninashangaa tu, yani wakati naanza kuwaza nisome Biblia, niende kwenye neno au nishike Biblia nisome, ninapata usingizi wa ghafla. Lakini nikisoma kitabu cha Shigongo kio kama Biblia kikubwa, kinasema siri inayotesa moyo wangu na rais alimpenda mke wangu, ukisoma kile unashangaa unapiga mpaka nusu. Lakini ukishika Biblia unashangaa kuna uzito fulani. Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu inakuzuia wewe usiweze kuelewa kile ambacho kiko ndani ya neno. Kwa ni muhimu sana ukawa unaomba ili upate ufahamu wa kuelewa. Kwa nini? Kwa sababu kila ufalme, nimekwambia kuna ufalme mbili, kuna ufalme wa giza na ufalme wa nuru. Kila ufalme huwa una siri zake za ufalme. Hebu sema siri za ufalme. Tamani leo niingie sana ndani mtu mmoja aelewe. Kila ufalme una siri zake, zinaitwa siri za ufalme. Na zile siri za ufalme huwa zinafichwa sana, ili wale wa ufalme tu ndio wazifahamu zile siri. Lakini jambo la kushangaza, Biblia ni kitabu cha ufalme. Na wakati Biblia ni kitabu cha ufalme, cha ajabu sana siri zake zimewekwa wazi.
Nataka mtu mmoja aelewe. Mwambie mwenzako, sikiliza Biblia. Biblia ni kitabu cha ufalme. Mwambie tena, Biblia ni kitabu cha ufalme. Lakini hichi kitabu kiko wazi kwa kila mtu. Sasa utashangaa, ni kitabu kina siri za habari ya ufalme wa Mungu, lakini hizi siri eti ziko wazi. Kila mtu anaweza kanunua Biblia tu 15, 20, 25, 30 na akatembea nayo. Lakini kazi inakuja katika kuzijua hizi siri za ufalme. Ndani yake kuna kufuli ambayo limefunga, ambalo ili uzielewe siri za ufalme wa Mungu ni lazima Roho Mtakatifu awe na wewe, ili unaposoma Biblia uweze kuelewa. Kwa sababu watu wengi sana wanaisoma lakini hawaelewi, na wengine wanajua ni kitabu cha historia, na wakati Biblia sio kitabu cha historia. Biblia sio kitabu cha kidini. Biblia ni kitabu cha kiroho. Mwambie mwenzako, Biblia ni kitabu cha kiroho, ni kitabu cha ufalme wa Mungu. Amen. Hapo kidogo tuko vizuri, hapo tuko sawa. Asante Yesu. Asante Yesu. Tunaonekana vizuri sasa. Rabu Shabbat basi. Tena kwenye Yohana 1:1 pale. Yohana 1:1 nataka aweze kufika hapo. Tentative. Inasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Hebu sema, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Maana yake Yesu anazungumza, au Yohana anatuambia kwa habari ya stori ya Yesu, kwamba huyu Yesu yeye ni neno, lakini ndani ya hilo neno kuna nuru. Kama ambavyo tunasoma neno hivi, wakati tunalifahamu neno na kulisikia, wakati tunamchambua Yesu na kumtafuta, tunapata nuru ndani ya Yesu. Maana yake ndani ya maneno haya ya uzima, au ndani ya maneno ya Mungu, huwa kuna nuru imekaa. Maana yake nini? Hii nuru wakati kuna giza mahala fulani kwenye maisha, kuna giza kwenye kona fulani ya biashara, kuna giza kwenye mahala fulani, uchawi umeingia kwenye ukoo, uchawi umeingia kwenye familia, wakati wewe una hili neno ambalo ni nuru, unamulika ambako nuru imeingia, huwa giza linaondoka. Hebu sema, katika jina la Yesu ninatamka kuanzia leo, kila mahala kwenye maisha yangu ambako giza limeingia, ninaiagiza nuru ikaliondoe giza katika jina la Yesu. Amen. Nisikie vizuri sasa hapa. Anasema nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza hiyo nuru. Maana yake wakati wewe unayo nuru, giza litajitahidi kushindana na wewe. Kama ambavyo sisi tuko leo, kwa sababu tuna nuru, giza linahitaji kuja ili liweze kuiondoa ile nuru, liharibu nuru ambayo mtu ameibeba moyoni, au nuru ameibeba kwenye eneo la maisha. Kwa sababu kazi ya shetani kila siku ni kushindana na mwanadamu ili aweze kushindwa au aweze kuaibika. Maana ya jina shetani imetokana nini? Namba moja, shetani maana yake ni anayemzuiaji, anayepinga na kuleta vizuizi. Ndio maana neno shetani au Lucifer maana yake ni hiyo. Shetani huyu mwanzoni alikuwa anaitwa Lucifer wakati yuko kwenye ufalme wa nuru kwanza. Baada ya kuasi sasa amekuja kuitwa shetani, ambaye kazi yake imekuwa ni kwanza kuzuia wengine, kwa sababu uzuri wa mbingu anaujua, kwa sababu uzuri wa Mungu anaujua, na yeye hajapata neema kama mimi na wewe leo, neema ile ya kumfuata Yesu, neema ile ya kuingia mbinguni tena. Yeye ameshaasi. Kwa kinachotokea baada ya kuwa ameasi, yuko kwenye ufalme wa giza, anashindana na wana wa nuru. Wale wana wa nuru ni ambao wamempokea Yesu, mimi na wewe leo. Ndio maana nashangaa vita inakuwa kubwa sana kwa watu wa Mungu au kwa watu wenye Mungu, kwa sababu maana huko umeingia giza, hawa watu wenye nuru wakiingia pale kwenye giza, huwa giza linakimbia haraka sana. Hebu sema, katika jina la Yesu, kila giza nalikimbiza, kila giza kwenye familia nalikimbiza, kila giza kwenye ukoo nalikimbiza, kila giza kwenye nchi nalikimbiza katika jina la Yesu. Rabu bahashika baruji bahadeas limundo bradi bahakanias. Anasema nayo nuru yang'aa gizani, wala giza hukiweza. Mstari wa 6, palitokea mtu mmoja ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Hebu sema, mtu ametumwa kutoka kwa Mungu. Kumbe mtu anaweza akatumwa kutoka kwa Mungu, akawa ni mtu tu, ana miguu miwili, ana sweat na jua Dar es Salaam,
na yeye anasikia njaa, na yeye anasinzia, anachoka kama wengine, lakini ametumwa toka kwa Bwana. Mimi nasema sasa kwa habari ya Yohana, palikuwa na mtu ambaye ametumwa toka kwa Bwana, kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Hebu sema wote wapate kuamini kwa yeye. Huyu ni shuhuda wa nuru. Bado niko naelezea nuru. Mungu alipa neema tusikia kwenye giza, au utapata patu tena ya kuingia kwenye giza zaidi. Lakini kwa habari ya giza unajua nimeshafundisha habari ya uchawi sana, habari ya ufalme wa giza. Tukisoma pale Waefeso 6:12 inasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Maana yake wanadamu wanajua mafanikio, mapambano na kupenya ni ulimwengu wa mwili na damu na nyama, lakini sio kweli kwa habari ya damu na nyama. Hapana, mafanikio yanahitaji mambo ya rohoni au nguvu ya kiroho iingilie mambo ya kimwili, ilete matokeo kwenye asili ya mwili, ili kesho, ili mwaka kesho, yale unayoombea leo, unayosoma leo, unayotabiriwa leo, unayowasikia leo kwa neno la Mungu, na wewe ukayaamini, yaanze kuingia kwa namna ya rohoni kwenye mwili wako. Kama maandiko yanasema, naye neno akavaa mwili. Ukisoma hapa mbele, akakaa kwetu. Maana yake neno ambalo linakuwa kwenye asili ya kiroho, neno huwa ni asili ya rohoni. Mtu anaongea maneno hujawahi kuyashika, hujawahi kuyaona, it is intangible thing. Ni kitu ambacho hakiwezi kushikika wala kugusika. Kwa ile neno kwa asili yake ni rohoni. Na mimi mwenzako, neno asili yake ni rohoni. Mungu anisaidie unielewe. Neno asili yake ni rohoni. Wewe unahitaji vitu vya mwilini leo, kwa sababu hili neno la Mungu linakuwa mkate kwa mtu mwenye njaa. Nataka unielewe hapo. Hili neno la Mungu linakuwa baraka kwa mtu mwenye laana. Hili neno la Mungu linakuwa ushindi kwa mtu aliyeshindwa mahali. Kwa kuna mahali ulishindwa, neno la Mungu linaweza likaingia na likavaa mwili, likawa ushindi. Neno hili likaja likavaa mwili, likawa biashara. Neno hili likaja likavaa mwili, likamulika giza kwenye ukoo ambao hakuna milionea aliyetoka, ukoo ambaye hakuna tajiri aliyewahi kuinuka, ukoo ambaye hakuna aliyewahi kuolewa, ukoo ambaye hakuna aliyewahi kuolewa akadumu kwenye ndoa, ukoo ambao una laana na giza. Ile nuru ikishapenya ikaingia, inakaa pale, inaanza kuachia asili yake kwenye hali ya mwilini. Unashangaa mambo yanainuka. Ninatamka leo kwa jina la Yesu, mtu aliyeko mahali hapa, naona nisikia mahali kokote, kupitia YouTube na mahali kokote, ninakutamkia kwa mamlaka ya Yesu Kristo, kila giza lililopenya kwenye maisha yako, kila giza lililoingia kwenye familia yako na ukoo wako, tunalisambaratisha kwa jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amen, amen. Piga Bwana Yesu makofi. Mstari wa 8, huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi. Hebu sema nuru halisi. Kumbe kuna nuru ambayo ni halisi, lakini kuna nuru zingine pia. Nataka unielewe, utaendelea vizuri mbele. Alikuwako nuru halisi, amchaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Maana yake nuru hii tunaiona, ambako mfano wake ni jua wakati wa mchana, ni mfano, lakini wakati wa usiku ni giza. Huo ni mfano wa kimwili. Lakini vile vile unavyoona jua linazuka asubuhi na kila mtu anasikia raha kutoka nje, kila mtu hajikwai akitembea kwa sababu anayo nuru. Vile vile wewe rohoni, kwenye namna ya kiroho, unahitaji nuru ambaye ni Yesu, ambaye akija kuingia kwenye maisha yako, mahala pa kujikwaa, nuru inamulika. Unaona kwamba hii njia nisipite, unaona kwamba hapa kuna ajali mbele nimetegewa, hapa kuna uchawi umetokea mbele, kwa sababu unayo nuru. Ile nuru inakuwa kama taa na mwangaza. Nikupe mfano mmoja. Leo hii nikikuchukua nikakupeleka kwenye chumba mahali, na nikakwambia kwenye chumba nimeweka 10,000, lakini kuna giza, nimezima taa. Utaamua kuniamini kwa sababu ni mtumishi wa Mungu, anasema ngoja niitafute. Nakwambia hebu itafute huko ndani. Utaanza kupapasa kila mahala. Utainua mabakuli na vyombo na masahani, uitafute 10,000, lakini kwa sababu kuna giza huwezi kuiona. Utahangaika, baadaye utaanza kupoteza imani, utasema hii hela haiwezi kawa huko ndani. Kwa nini? Kwa sababu kuna giza, huwezi kuona sawa sawa. Kuna wakati huwezi kutuelewa watumishi wa Mungu sawa sawa, kwa sababu kuna giza limekaa upande wa ufahamu. Na kuzimu na wachawi wanajua siku ukielewa, utainuka kwenye shida ambayo uko nayo,
utaingia kwenye kitanda cha ugonjwa ambacho uko nacho umelalia. Utaondoka kwenye taabu ambayo imekukamata na kufunga. Kwa shetani anaamua kuleta mazingira ya wewe usikubali nuru. Uendelee kuzunguka kwenye chumba ambacho kina fedha uioni. Uendelee kupapasa mahali ambapo kuna giza uwezi ona, kwa sababu ya kiburi ambacho umejijengea ndani. Ya kama Bwana, unajua haya mambo ya dini wanaleta wazungu. Kwa taarifa yako, dini haijaleta mzungu. Hii dini nayoiona sio mzungu ameleta, na wala Biblia haijaleta mzungu. Mzungu alitoa kopi nyingi tu, lakini maandiko yalikuwa kwa miaka mingi. Ukisoma maandiko wakati wa Pentecost, ukisoma Matendo ya Mitume 2, unagundua ya kwamba wakati wanafunzi wananena kwa lugha, walikuwa watu wa kila taifa na kila kabila. Kwa hiyo kuna watu wa kutoka taifa bara la Afrika ambao ni wa Ethiopia. Kwa hiyo kuna Ethiopian Bible before the English Bible, because before the King James Bible there was an Ethiopian Bible. Kabla hii Biblia unayoiona imechapishwa, imewekwa kwenye kurasa na King James na unauziwa. Kabla hii haijawekwa kwenye utaratibu mdogo wa kutosha ili ipendeze na iwe ndogo zaidi. Kwa kuna maandiko ambayo yamekaa kwenye scroll, inaitwa scroll. Kwa hiyo mtu asikudanganye kwamba waleta wazungu dini, hapana. Yesu hajaletwa na wazungu. Yesu alikuwa miaka na miaka. Na Afrika tulianza kumjua Mungu mapema. Ni kwa sababu taarifa ya kutembea. Wewe una Ethiopian Bible. Wakati wa King of Sheba, alikuwa malkia wa Sheba, anatoka mahali anaenda kumuona Suleimani mahali. Kwa nataka uamke kwenye ufahamu, ujitambue kwamba wewe mweusi, wewe mtu mweusi. Wewe mtu mweusi ni wakufaa sana. Wewe mtu mweusi unaweza kuajiri mzungu. Wewe mtu mweusi unaweza kufanya mambo makuu ikiwa una nuru kwenye maisha yako. Hebu sema katika jina la Yesu, ninasimama ulimwengu wa roho, ninakamata kila mahala. Mimi ni mtawala, mimi ninayo nuru, nitamiliki na kushinda katika jina la Yesu. Amen. Wewe ni mshindi. Wewe sio mtu wa kawaida, ni jambo la muda. Ikiwa tu unayo nuru, ikiwa una Yesu ndani ya moyo, jipe moyo. Sio moyo tu, maandiko yanasema jipe moyo mkuu. Wewe mwenzako jipe moyo mkuu. Sio kama moyo kadogo dogo. Wewe sio size ndogo ndogo, hapana. Wewe ni mtu maalum sana kwa sababu una nuru ndani. Wewe ni mtu special sana kwa sababu uko zaidi ya daktari. Wewe ukikemea pepo linaondoka kwa teknolojia ya jina la Yesu tu. Rika poko taya. Hautaki banokula kuona pepo. Wewe ukiwa na Yesu ndani tayari una nuru. Ukisema kwa jina la Yesu mambo yanakaa sawa sawa. Ukisema kwa jina la Yesu wachawi wanakimbia. Ukiingia mahala waganga na washirikina wanaanza kutetemeka. Acha nikwambie una nuru ndani yako, na ile nuru ndiye Yesu mwenyewe. Akiwa kwenye maisha yako, maisha hayatashuka wala hutaaibika. Ni jambo la muda rafiki yangu. Acha nikwambie jambo, kuwa mvumilivu. Endelea kumtegemea Yesu. Sisi tunajua ni jambo la muda. Hata kama tunaanza jambo dogo, tunajua tu Bwana yuko ndani yetu. Aratopakata. I feel like prophesying right here. Najisikia kumtabiria mtu mmoja yuko mahali hapa, na ambaye unanisikia toka mtandaoni. Ninatamka wewe si mtu wa kawaida. Wewe ni mtu wa mbinguni. Wewe una asili ya nuru. Wewe naye ni nuru kwa sababu umeshatiwa nuru na nuru halisi. Ninatamka kwa jina la Yesu kuanzia leo, kila mahali pa maisha yako ambako giza limetawala, tunaiachia nuru katika jina la Yesu Kristo. Walivyotamka kwamba hutafanikiwa, walisema hutajenga, walisema biashara haitasimama. Acha nikwambie jambo moja, rabobo sakatata. Hata katika maji mengi hata ubarikisha, hata katika miali ya moto hautaungua. Yes, Jesus. Nampenda sana Yesu. Rano mahati barikaba. Wewe sio mtu wa kawaida. Wakati fulani nimeingia kwenye mji wa Kigamboni mara ya kwanza, nimekaa mahala, bahati mbaya au nzuri, nimepata eneo la huduma mahala fulani panaitwa Serengeti. Kwanza ndio mahala panafahamika kwa walevi. Walevi ndio ngome kuu. Mtu mmoja akaniambia, kwa hiyo sasa wewe umekuja hapo au watu wanasali kweli? Nimegonga kama miezi 6 niko mwenyewe. Kwanza hizi sio kusali peke yangu hapa. Nikija napiga maombi naondoka. Mahala pale nilipokuwa nimeanza kulikuwa kumejaa giza sana. Kumejaa giza la ajabu. Mahala ambako nimepata sehemu ya huduma nilikuwa niona mzee mmoja anaitwa Mzee Masanja. Mzee akaniambia, bwana, Mungu aliniambia mahali hapa panafanya kazi ya Mungu. Alikuwa ni Roman Catholic, lakini anampenda Mungu kupita kiasi. Akaniambia, karibu mtu wa Mungu. Wakati ninaingia pale, nimekaa pale muda, nikagundua nilipo pale nimezunguka na waganga zaidi ya 6. Chini kuna kabibi kaganga kamekaa chini. Kumezungukwa na uchawi usiokuwa wa kawaida. Waganga zaidi ya 6 wamezunguka ile eneo. Wanaofahamu Serengeti wanaelewa. Nimezungukwa na wachawi na waganga. Kwanza achana na wachawi kwanza, wachawi ndio wengi. Waganga wale. Maana mganga ni mchawi fulani, lakini anaweza kutega na kutegua. Lakini wote ni wachawi vile vile. Ndio maana anaitwa witch doctor.
Achana na neno mtaalamu. Mtaalamu linapamba. Hebu sema wapimbe kwa jina la Yesu. Wewe ngoja utaona. Ngoja utaona, bado muda mchache tukutawaka moto. Wewe kutawaka moto. Nilikuwa nimelala siku moja nikaota limekuja kundi kubwa. Nimeona mgeni kaja. Lile kundi likaja kwenye ndoto. Nilipokuwa kwenye ndoto nikaona nimebanwa. Ushai kuota ile ndoto unaota kama umebanwa alafu unajaribu kuinua mkono na mguu unahisi havipo, akili ndio ipo peke yake. Nikaanza kuota ile ndoto. Nikaona watu wanakuja. Mmoja akasema wewe utafuta nini kwenye hili anga? Akakuja karibu kazi za watu. Wakati huo nimekaa, nikaangalia na kutoa sauti kama haitoki. Baadaye nikaanza kunena kwa lugha ratatatata. Rikakatata. Nikaanza kusema kwa jina la Yesu. Nikashangaa kundi limesambaratika. Nikakumbuka maandiko yanasema watakujilia kwa njia moja, lakini Bwana atawatawanya kwa njia 7. Kama unaye Yesu, acha nikwambie watakuja kweli, watashindana kweli, lakini maandiko yanasema hawatashinda. Sema amen. Jesus. Nikaanza pale. Vita ikaanza. Wewe unasikiaga uchawi, vita ikaanza. Ndio maana sasa hizi mimi hata sitaki kuhangaikaga na wachawi sina nini. Niko level nyingine kabisa. Niko level sasa hizi na focus ya kuombea nchi na kuombea mataifa. Ndio maana mbele hapo unaona ramani. Hiyo level nyingine ni ya kawaida. Hizi HIV watu wameshapona. Kikaona amepona HIV. Mimi mwenyewe naombea na shangaa na mimi. Sijawahi kuombea mtu amepona HIV na shangaa amepona. Mbona sasa imekuwa kwaje? Mimi niliomba tu kwa imani. Let me tell you something. Kuna vitu hata wewe unaweza ukawa na doubt, lakini ukiwa na Mungu ukivifanya vinaanza kutokea. Wewe mwenyewe unasema hivi, Mungu tu anasemaga tuombe itakuwa. Wewe unasema hivi, ngoja nijaribu kuomba. Unaomba unashangaa imetokea kwa sababu umejaza imani ndani. Acha nikwambie Yesu ndiye nuru. Na Bwana amejituma mahali hapa kwenye mji huu. Bwana amejituma kwenye nchi hii. Ni lazima kila giza liondoke lipishe nuru. Lazima kila giza lililozuka juu ya maisha ya watu, juu ya hatima ya watu. Tumetumwa na Bwana ya kwamba kila aliyefungwa kwenye giza, kila aliyefungwa kwenye mateso, akiona nuru akaifuata, taabu yake inaondoka. Wale wachawi wanaangamiza na kuangamia na kuteketea kwa jina la Yesu. Sema amen. Nilipoingia mtaani nikakaa mahali fulani nikiwa na shida sana, nikapata nyumba moja. Ile nyumba nikagawanya kwa chuma, nikakigawanya kikawa ni ofisi. Watu wakawa wajui nakaa wapi, kumbe ofisi ndio nyumbani. Nikawa nimegawanya pazia, huwezi kuona pembeni kuna kakitanda fulani kamejificha huko. Nikaanza hapo. Baadaye nimeendelea kuomba hivyo hivyo kama ambavyo tunaanza leo hivi. Wewe leo tumeanza vizuri, wakati naomba chini ya mti. Eti unaona hapa ni changamoto. Unaona hapa changamoto, kaiti jua linaingia pembeni. Wewe. Hapo tumepata na mama yetu mzuri kabisa. Mwenyekiti anashika mko, tumekaa vizuri. Na yeye kuna muda ana support. Pale chini ya mti kama ule pale mti. Ndio tunawasha hapo fire. Jumapili viti vinakaa pale vinazunguka mti kama vile tunatoa kafara. Chini ya mti. Lakini kwa nini? Kuna mtu tu ametumwa na Bwana. Kama ilikuwa Yohana, maandiko yanasema palitokea mtu ametumwa na Bwana, ametumwa na Mungu. Kuna mtu anatumwa na Mungu. Ukimwona unasema mbona kama vile anafanya jambo ambalo haitawezekana. Mbona kama vile anafanya jambo ambalo haitawezekana, halieleweki. Akili yako inakataa. Acha nikwambie, kama hauna ndoto ambayo ni kubwa imepita akili zako, basi hiyo ndoto haitokani na Mungu. Mimi nikwambia ndoto zangu, utaniambia mtumishi wa Mungu, ninaomba achana na haya mambo, una nia makuu sana. Nikwambia ndoto yangu, utakimbia. Nimeishi kwa imani miaka yote. Ninatabia watu, natoa nabii zinatokea na zinakuwa. Ilikuwa juma ngapi tu hapa nyuma nimeongea, nimetoa nabii. Wakati natoa nabii, hatutoi unabii kwa sababu ya influence za kihisia, sio msisimko ya kihisia. Amen. Wakati tunatoa unabii, tunasema kile ambacho Mungu amekisema kama kilivyo vile vile. Kuna mtu akitampendeza, kuna mtu akitamfurahisha, lakini by the way kimetoka kama kilivyo vile vile, ili tu Mungu awe ametangulia kabla ya wanadamu kusema. Leo nilikuwa nasema, ananitumia mwanangu mmoja, akanitumia habari fulani nimezipata kwenye CNN, akanitumia, akaniambia mtumishi wa Mungu ulisema 1 2 3 4 5 6. Kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu Mungu tayari ameshaweka nuru ndani yetu, na Mungu ameweka nuru kwenye kazi yake.
Kwa hiyo unavyochomoka ukijijua una nuru, nisikilize, jambo baya sana chini ya jua na la kutisha mno sio kifo, hapana. Jambo baya sana, a great tragedy on earth. A great tragedy on earth. Kiingereza nacho ukichanganya unakosea. Kwa baa kubwa chini ya jua, baa kubwa ni mtu kufa hajatimiza makusudi yake. Ukienda makaburi watu wengi sana wamelala, makusudi yao hajatimia. Kuna wengine wanataka kufanya mambo akashauriwa, bwana wewe kuimba uwezi. Inategemea hata kama una sauti nzito. Mimi tangu mdogo namsikia Bahati Bukuku anaimbaga hadi leo. Sasa hivi ameshakuwa mchungaji. Anaimbaga na sauti nzito. Nzito. Unaniambiaje wewe uwezi? Watu wengine wakianza changamoto kwenye mambo akakataliwa sehemu anakata tamaa kama nimekataliwa. Nisikilize. Watu wote waliofanikiwa walikataliwa. Mark Zuckerberg wa Facebook ambaye anamiliki kampuni ya Meta sasa hivi. Ile Facebook unabonyezaga wewe ile, unaingia, unapost picha unaondoka. Mwenzako alianza kuifanya ofisini, akaanza kuita watu waje wanunue share. Alipoita watu waje wanunue share, baadhi ya marafiki zake wakampuuza. Imagine kuna mtu amejifungia kwenye kachumba kama kale pale chini, anakwambia anatengeneza kampuni ambayo itakamata dunia nzima. Unaona amerukwa na akili ikachanganyikiwa. Can you imagine? Kuna mtu sasa akipita hapa anatuona anasema ni hawa watu bwana moyoni. Yaani ndio akili zake zinamtuma hivyo. Kwa nini? Kwa sababu wote wamejifunza kuyatazama mambo kama unavyoyaona. Kwenye maisha yako usiyatazame mambo kama unavyoyaona. Mimi akija mtu leo akaniambia, mtumishi wa Mungu, unaona mimi na mpango nifungue kampuni, na mpango wenyewe nifungue kiwanda, ninamwangalia, alafu namwambia Mungu akubariki. Wewe una safari ya kwenda. Kile imagine unakutana na mtu hana mpango wowote, hana plani yoyote, yeye kesho ikija amejitegemea hivyo hivyo. Kwa hiyo balaa kubwa sana chini ya jua ni mtu kufa hajatimiza kusudi lake. Rafiki yangu, mimi sifi bila kutimiza kusudi langu. Bwana nitimize alafu ndio nimalizie. Yaani nitimize kwanza, nikuumize alafu niondoke nimeshatimiza kusudi. Tukawasha moto pale. Jumapili moja tunafanya ibada kama hivi, akaja mchawi kanisani. Wao utafikiri ni story. Nenda, ilibakia historia pale. Akaanza kufanya vita azuie. Unajua huwa giza linazuia. Kazi kama hivi ya Mungu inazuiliwa na giza pia. So wakati mwingi wakati unafanya vita unakutana na giza yenyewe inazuia. So kazi ya shetani hakati tamaa. Nikaona mtu mmoja ameokoka, alikuwa ni mchawi akaokoka, na wengine ambao wanasikia stories zao kina YouTube. Kuna mmoja alikuwa ni chief wa kikundi cha Wageregere uchawi, ambao alisikia pia kusababisha mili ya mjambibu koba. Alikuwa anasema wakati huo sisi hatukati tamaa. Tena tukipoteza vita, tukutana mtu anaitwa mlokole, tukafanya naye vita, alafu tukapoteza, tunapewa adhabu. Inaitwa adhabu ya kaburi. Shetani anatupa adhabu kwa nini tumefeli. Wewe unakataga tamaa, mimi kuomba, kaza mimi nikiomba nitachoka sana. Unajua mimi bwana, omba. Kuna mambo Mungu lazima uyapange sawa sawa, yakae vizuri yanavyotakiwa kukaa. Ili mbele ukiyakuta yameshajipanga kwa ajili yako. Acha nikwambie kwa jina la Yesu, wakati nuru inatangulia inakuwa kama tochi na mwangaza mbele yako. Wakati unamulika mbele yako hivi, unaanza kuiona njia. Yule mjane akashindana, alikuwa yuko jirani na kanisani. Wakati anafanya vita na kanisa akapigwa paralyze. Wakambeba. Nimekaa mimi nikaona maono tu kwa namna ya rohoni kilichotokea. Nikamwambia watu nimeona 1 2 3 rohoni, lakini sikujua kama ni mtu kama pale au hapo. Sikujua. Mimi nikawa nimekaa siku 3, siku moja kama Alhamisi nikawa nimekaa kanisani, nilikuwa naona na mtu mmoja. Wakati huo akawa ameshaanza kuja watu wengi sana. Watu wanafunguliwa wanapona, wengine walikuwa na gutende imevimba na napona, wengine walikuwa na kansa ndio akati mguu amepona. Kwa hiyo Mungu akaanza kufungua mambo makubwa kwenye mji. Nikaona amekuja mama mmoja akaniambia, mtumishi, nilikuwa naulizia naelekeza kanisa ambalo mchawi alidondoka. Nikamwambia umeambiwa kanisa gani? Mimi sina hizo habari za mtaani. Haleluya. Tuko pamoja. Hizi story ninazokuambia zinakujengea imani ndani. Hata mimi huwa zinanitia nguvu.
Ona, Daudi anaenda kupigana na Goliati, anafika kwa mfalme. Mfalme anasema mleteni huyo kijana, anasema anaweza kupigana na Goliati. Mfalme alipomuona Daudi akasema mnanitania. Ndio huyu. Kama ambavyo unaangalia mambo na kuyadharau, unajidharau, mimi mdogo mdogo, unajua bwana mimi sio mrembo sana, unajua bwana mimi na pua ndefu sana, unajua bwana mimi hata uso wangu hujanyooka, unajua bwana mimi sina ndugu huko juu, unajua bwana mimi sina ndugu yote nje, kwa hiyo siwezi kwenda. Acha kujidharau. As long as you have got the light within you, ikiwa tu unayo nuru ndani yako, chochote kinaweza kuja kwenye maisha yako kutokea. Hebu sema amen. Sema amen. I don't know if somebody is getting me. Sio kama kuna mtu anaelewa. So akaondoka otherwise. Baadaye kaanza vita, wala watu pembeni walikuwa bakiwa watu wake washirikina, kama wanajua kinachotokea. Leo mtu akaniambia ni 1 2 3. Nikaelewa okay, ndio ambacho nilikiona pia. Nisije kwambie nuru inapoingia sehemu, giza linajaribu kuizuia ile nuru. Ndio maana nuru inapoingia hata kwenye moyo wako. Ukisoma maandiko, siku moja liwali amewaita watumishi wa Mungu mitume waje kuhubiria injili. Kuna mtu alikwenda Balima au Ba Yesu. Yule Ba Yesu, Biblia inasema akaanza kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Hebu sema moyo wa kuiacha imani. Ushawahi kuamka kwanza kusema jamani natamani hata mambo ya Mungu niachane nayo kabisa, nimechoka. Ninaombaga kabisa ndege hadi leo sijapewa. Unaona sasa unasikia kabisa nguvu hamna ndani, umechoka. Maana yake unatiwa roho ya kuiacha imani. Hata mtu mmoja anielewe. Sio mwanaelewa. Kila mtu kuna kipindi unaweza ukapita ukajisikia kuchoka, hata kuomba inabidi ujilazimishe. Unakumbuka tu lazima rata pakata ribu shakabai likariba hata bata ribakata bata, unashangaa maombi yameisha dakika 2. Kuna kipindi unaweza ukapita cha namna hiyo, lakini usikate tamaa. Unaweza kusikata tamaa. Kuna nuru ndani yako, ushindi mkubwa umeandaliwa mbele yako. Ikabidi vikaamka vita. Shetani akishashindwa rohoni huwa anakuja mwilini. Siku moja nikashangaa tu, nimepewa taarifa nikaambiwa unaitwa serikali ya mtaa. Kuna mtu amesema mnapiga kelele sana. Nikasema atakuwa ni nani huyo anasema mnapiga kelele? Kwa sababu nia ya hizi speaker na kila kitu na on speaker hata msikitini ni watu wapate taarifa mbali kwamba ni muda wa ibada na kuna ibada inaendelea. Yaani ni tunaamua tusifiche siri, tutoe. Amen amen. Unaona hapa saa hii haya mahubiri kuna watu wanasikia huko mbali. Ndio faida yake. Yaani mtu anaweza kanapita barabarani akasikia kwamba Yesu anaponya. Kwa siku za mwisho akibishana akasema unajua mimi sikusikia habari za Yesu. Mungu anamwambia siku moja ulipita. Mtumishi akalitamka. Wewe ukapuuza. Ukasema una mishemishe zako za msingi. Kwa hiyo tuendelee somo letu. Tuachane na hizo story. Kwa hiyo uko mbele ukisoma maandiko unagundua kwamba huwa neno la Mungu ni nuru, ambayo hii nuru ndio inakumulikia. Nimekupa mfano kwenye chumba, mtu anaambiwa atafute hela kwenye chumba, lakini huwezi kuiona kama taa haijawaka. Kwa nini watu mioyo inashuka umeme ukikatika? Kwa sababu kunakuwa kuna giza, hamna anayependa giza. Lakini sasa kwa sababu shetani ni muongo, kuna watu wako kwenye giza na wanalikumbatia, wanapenda. Wakisikia habari ya nuru wako tayari kushindana kwa namna yote na nuru, kupingana na nuru, kutafuta kukosoa. Kuna sababu ya kusema bwana mimi siendi kanisani kwa sababu 1 2 3. Mimi siendi kuswali kwa sababu ya 1 2 3. Unajua bwana, unajua bwana mtu fulani hapana. Unajua kuna hiki na hiki. Hakuna mahala utakuta hapana udhaifu. Narudia tena. Hakuna kanisa au mahala ambapo utakuta kuna changamoto. Kanisani kwa kuna wamama tu watakukwaza, wapogo tu kila kanisa. Kuna mama fulani amekuka sana ila atakukwaza tu kanisani. Kwenye kwaya kuna mtu atakukwaza yupo. Kwa kama unaona makanisa utaama yote. Na shetani akishajua udhaifu wako ni nini? Mimi sipendi bwana mtumishi wetu avaaje suti. Unajua bwana kuna watu wamekaa kwenye kukosoa kila kitu ambacho unakiona, lakini wao hawawezi kufanya chochote kwenye eneo hilo. Ndio maana kwenye maisha jifunze kwa walioshinda, usijifunze kwa walioshindwa. Mwambie mwenzako jifunze kwa walioshinda. Wewe mtu anatoa pepo, ambaye wewe muone hivi.
huyo mtu ni wa kawaida? Ana nini ambacho hakionekani kinaweza kusababisha mambo fulani yakae sawa? Yaani kuna mtu akitamka jambo lake linakuwa. Huyu mtu ana nini nyuma? Unaweka maswali kujiuliza, kuna kitu gani ambacho kinambaka hapo mtu? Na kama huyu Mungu amemkubali alivyo. Mimi nimekuwa mahala, kuna msemo unaenda unakuwa na baba wa kiroho. Kuna mara kuna mtumishi mmoja anapiga vibao kanisani. Vibao. Kuna prophet mmoja rafiki yangu yuko Kinyerezi. Anachapa fimbo chachi na waondoki. Ndio yuko hivyo fimbo kabisa hivi. Wanaoja nadhani kwa uhuru fimbo. Lala chini. Kwa yapita moja fimbo. Ya wewe umeshaondoka ukasema kanisa hili siendi tena. Fimbo kabisa. Kaambulisha Mungu mmoja yuko Kenya anaitwa Pasanganga. Mungu akaniambia nikiwa niko Bwali nataka nicheke wao naenda kumtafuta. Ni mtumishi wa Mungu. Siku moja mtu kasinzia akampiga kibao. Unalala kanisani, toka kae kule nyuma. Watu watapiga kelele, mtumishi gani? Kanisa gani? Watapiga kelele mtandaoni. Ila watu hawaondoki kanisani, watu wapo wanakuja. Kwa nini? Ni mtu fulani ambaye Mungu amemwita kwa wakati wake, amempa watu wa aina yake. Si kama wanaelewa. Miaka ya zamani wakati ninaanza wokovu, ninaingia kwenye unabii. Siku moja naingia niko hasa nikakutana na prophet mmoja na rasta. Alikuwa na rasta. Ni prophet. Akaniambia, "Naona hiki na hiki na hiki. Una neema ya Mungu." Akanitabia vitu vya kweli. Nikashangaa na changanyikiwa. Sasa huyu mbona mtumishi gani wa Mungu na rasta? Alikuwa anatokea Jamaica kitu kama Jamaica, maeneo ya Jamaica, Caribbean. Unasema unapaita Ireland. Unaita Ireland. Hiyo nchi ndio Ireland. So akaniombea pale na nini? Akaja kaomba, nikasikia nasikia upako, lakini rasta na mtumishi wa Mungu zinahusiana nini? Baada unaanza kuelewa, kila mtu anaitwa kwa wakati wake, kwa sehemu yake, na watu wake, na watu wa aina yake, jinsi alivyo yuko vile. Kusoma maandiko nikagundua Samsoni alikuwa na rasta. Ila wewe kwa sababu wewe umezoea kuona kina mtumishi marehemu Moses Scroller, unaona watumishi wengine wanavaa suti. Unajua watumishi wanavaa suti. Ndio akili yako inatuma hivyo kwa sababu ndio ulichokiona nje. Maandiko yanasema Samsoni alikuwa na vishungi. Wanaweza sema wanaweza kutuonyesha vishungi. Alikuwa anafunga vishungi. Anafunga. Na alikuwa ni nabii wa Mungu. Jamaa alikuwa na upako wa rohoni na mwilini. Ulikuwa ukija mbele yake Samsoni hivi, mbele yake anakubariki. Si kama unielewa? Samsoni alikuwa ukija mbele zake hivi. Samsoni utakavyokuja ndivyo atakavyokupokea. Sio kama unielewa vizuri? Samsoni alikuwa utakavyokuja wewe ndio atakapokupokea. Ukija na shari anakupokea nazo. Sisemi nao ufanye shari. Yeye aliitwa wakati huo kwa majira yake na wakati wake. Kwa sababu wito wake alivyoitwa yeye, aliitwa kwa ajili ya kuwakomesha Wafilisti. Yaani mtu akazaliwa leo awe mtumishi wa Mungu, lakini kusudi lake la kuja awapige Wafilisti wanatesa sana Israeli. Anawapiga, anawasumbua, wapate hofu na Israeli. Yaani alizaliwa kama mtetezi wa wengine. Ndio maana kuna mtu anaweza kushangaa, kuna mtu mbona ana kielele na mambo ya watu. Simama naombea mtu, wananiambia wewe mtumishi wewe una kielele sana. Sisi tumemfunga huyo mtu na huyo kumsumbua. Nikasema mimi nitafanyaje? Ndio kusudi langu niko hivyo hivyo. Mimi napenda kupiga tu. Napenda kuangamiza kazi za giza. Napenda kuharibu kazi za uchawi. Napenda watu wafunguliwe. Napenda maisha ya watu yainuke. Hata kama watu wanikumbuka maisha ya watu yainuke. Kwa sababu ndio kusudi langu. Nikimaliza kulifanya lile kusudi, ninasikia ubaridi ndani, nasikia pumzi inashuka. Hebu sema kwa jina la Yesu. Mungu nisaidie. Nitimize kusudi langu. Hata kama alinipi faida. Watu wanaangalia sana faida ndio shida. Mimi niko hapa hivi nipo. Yaani tutakutana hapa. Na mimi nikihubiri kama nahubiri watu 1000.
Yaani sometimes hata mbona nisikia unasema sasa mbona kama ndio ana furaha sana kuliko hata mimi nasikiliza. Sasa mimi najua kusudi langu ni nini. Mimi nikifanya kusudi langu tu nalizika safi kabisa. Yaani sina shida. Yaani nisikia mtu alikuwa azai amezaa. Alikuwa amelogwa uchawi umeondoka. Bila kujali dini wala dhehebu, raha yangu iko hapo. Raha yangu iko kama mtumishi wa Mungu. Ninasikia ile kusudi ambalo Mungu amenipatia. Nitimize chini ya watu wa jua, chini juu ya watu wa Mbezi juu. Nitimize juu ya nchi ya Tanzania, juu ya mataifa. Nimeshalitimiza, nimekuwa. Nasikia ubaridi na raha ndani. Kwa sababu nini? Nimetumwa nilete nuru. Angalia hapa. Nataka tuende hapa mara moja. Tena kwenye Zaburi hiyo Raruba Hashabahatas. Ila manduru bushata pa. Na mimi 119:15. Ngoja tuone kwa habari ya neno lako ni taa yangu. Na nakwambia neno ni mwanga mbele. Yes, 119:15. Niko sawa. Tena hapo Zaburi 119:15. Ni baruje bi atabaluga hashabas. Yanuma shiparaba. Kwa mtu amefika hapo? Yanuma shaba ataba miru shaba adiba 119:15. Yes, tasoma kwa jina la Bwana. Inasema neno lako ni taa yangu na mwanga wa njia yangu. Hebu sema mwenye, neno lako ni taa yangu na mwanga wa njia zangu. Maana yake neno la Mungu ukishalisoma kama hivi, unalimiliki, linakuwa taa yako. Yaani mfano leo mimi nina taa, najua sirogeki. Sio, anaelewa vizuri. Kwa sababu imeandikwa kwenye Hesabu 23, hakuna uchawi juu ya Yakobo wala uangaji wa Israeli. Kwa hiyo najua kabisa na mimi kwenye ile generation kwa namna ya kiroho niko kwenye uzao wa Yakobo. Kwa hiyo mimi uchawi hauwezi kunishinda. Ukishaanza kuamini moja kwa moja ukasema mimi giza haliwezi kunishinda, uchawi hauwezi kunishinda, ushirikina hautanishusha. Baada tu ya kujua hivyo, tayari unayo taa kwenye ile eneo la giza, unakuwa na taa. Nataka mtu mmoja anielewe vizuri hapo. Sema amen kama unaelewa. Kwa hiyo sasa wakati kwenye chumba kile cha giza umeamua utafute 10,000 na ile 10,000 umeangaza uioni, na baadaye imani yako inapotea, unasema huyu mtumishi wa Mungu muongo. Kumbe kuna watumishi pia waongo. Kanaenda kwenye chumba kuna 10,000, nimeshasaka, nimetafuta kila mahali, nimepapaza sioni. Kwa sababu kuna giza huwezi kuona ambacho mimi nakiona. Amen. Tukija tukawasha taa, unagundua kwenye kona, kwenye korido ya chumba 10,000 ilikuwa imekaa tena peupe sana, na wewe ulikuwa uioni. Kwa sababu gani? Hauna nuru, hauna taa. Lakini wakati unayo taa na taa na kuna mwanga tayari, unaweza kuona kiwepesi sana na ukapata yale mambo ya maisha yako. Hebu sema kwa jina la Yesu, nakuomba Bwana Yesu, nipe nuru, nipe nuru. Ile nuru yako iwe kwenye maisha yangu, kila maeneo ya maisha yangu ambayo yana giza, yapokee nuru yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema amen. Sema tena amen. Vizuri, vizuri. Lakini maandiko yanaenda mbali zaidi, yanazungumza habari yako wewe sasa na mimi. Sababu tumeshajifunza namba moja, tumegundua ya kwamba Yesu ndio nuru. Dunia inayo giza lakini Yesu ndio nuru. Mtu akataa yakubali, lakini Yesu ndio nini? Hatuhitaji makubaliano hapo. Tumefunga mjadala. Tunakuja kugundua ya kwamba neno la Mungu ambalo ni nuru ni taa ya miguu ya mtu. Kwa hiyo unataka utajiri, unahitaji kufahamu neno kwa habari ya eneo hilo. Unaposoma maandiko ya nitakubariki, nitakuinua, nitakuongoza, unaanza kupata mwanga wa kile kitu ambacho unakitafuta. Sio kama unaelewa? Unataka nuru kwenye eneo la huduma, unahitaji maandiko ya namna hiyo.
Unadai mafanikio, kwa maandiko yanasema mpendwa ukafanikiwa katika mambo yote kama roho yako inafanikiwavyo. Kwa unavyo kuwa mtu wa neno kila wakati na kila saa, maana yake kuna maeneo ya maisha yako yanaanza kupata mwanga ambako ukiangalia hivi unaona hata mchanga ambao chini. Mfano hapa tayari kwenye simenti hii tunaweza kuona hata ambacho kimedondoka. Kwa nini? Kwa sababu kuna mwanga. Unanielewa sijui? Sio unanielewa vizuri? Twende tena hapo Marika Bazuvates. Mathayo 5:14. Mathayo mtakatifu 5:14. Asante Yesu. Mathayo mtakatifu 5:14. Mathayo mtakatifu 5:14. Tuko pamoja. Inasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Hebu sema mimi ni nuru ya ulimwengu. Nataka ukiwa unasoma wewe unafikiria kichwani. Amen. Inasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Yaani mimi Goyemba prophet. Wewe mwaka wangwale. Mputufe. Atuganile. Wewe ni nuru ya ulimwengu. Sio nuru ya wilaya. Yaani Yesu anasema the moment unampata Yesu, wewe ni nuru ya hili dude lote hapa yani. Nuru ya Afrika, nuru ya Ulaya, nuru ya Asia, nuru ya Australia, nuru ya South Africa, nuru ya North America na South America. Dunia nzima wewe ni nuru yake. Na ndio taratibu nielewe. Mimi huwa nagusa watu wa nchi zote. Kila mahala nishaombea karibia nchi zote. Kwa nini? Ni the moment nimegundua I am the light for the nations. Mimi ni nuru ya mataifa. Kila mahali unapoingia wewe unakuwa kama nuru. Kama kuna giza mahali hapo unashangaa giza linaondoka eneo lile. Giza linaondoka kwenye mtaa ule. Giza linaondoka kwenye nchi ile. Giza linaondoka kwenye familia ile kwa sababu wewe nuru umeingia. Ndio taratibu nikuonesha. Nini nuru ya Mungu? Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Maana yake kama wewe ni nuru ukiwa juu ya mlima hauwezi kusitirika, kila mtu atakuona. Hata giza likija na kuona. Waelewa vizuri eh? Yaani wewe ukihamia sehemu yoyote ukienda, giza linatambua kama kuna ngoma imeingia hapa. Yaani kuna mtu wa mbinguni fulani kashaingia. Kuna jamaa fulani ameingia na nuru ya ajabu. Kwa sababu mtu ambaye ameokoka kwenye paji la uso wake huwa kuna nuru inaonekana. Mwambie mwenzako upo hapo. Mwambie ununue Biblia. Sio unanunua makeup. Amenuna. Mwambie sio mimi ni mtumishi. Anasema hivi, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo waangazia wote waliomo ndani. Maana yake nuru kama ni hii hapa, wewe ndio huyu hapa nuru. Huwa kiango kikiwashwa, taa ikiwashwa inawekwa juu ya kiango. Zamani kuna wanaweka lami kwenye kidude kama mti. Ile lami ikishapakwa wanawasha kwenye moto, inawashika moto. Alafu inachomekwa mahala kwenye kiango kama hivi. Maana yake panaanza kuwaka na kuwa na nuru. Unaelewa vizuri? Maana yake kunawaka kunakuwa na nuru. Kwa nini lazima nuru ikae juu? Lazima nuru ikae juu ili kile chumba chote kuwe kuna mwanga. Maana yake wewe mwenye nuru, sitahiki yako unatakiwa uwe juu. Sio kama mtu anielewa. Yaani asili yako na utaratibu unapotakiwa wewe unatakiwa uwe juu kila eneo. Kila eneo la maisha yako iwe juu. Ni kweli umezaliwa familia maskini, lakini lazima uwe tajiri kwa jina la Yesu Kristo. Ni kweli umezaliwa chini, kuna utamu kusonga, kuna changamoto unazo, lakini lazima upasue mwamba hizo changamoto, ukatokea mbele ukiwa juu kwa jina la Yesu Kristo. Hebu sema nitakuwa juu kwa jina la Yesu. Sema nitakuwa juu kwa jina la Yesu. Karibia kumaliza. Anasema vivyo hivyo 16. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Hivyo hivyo nuru yenu iangaze mbele za watu. Hujanielewa vizuri. Natamani unielewe. Hebu sema vivyo hivyo nuru yangu
nuru yangu iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yangu mema, wamtukuze Baba aliye mbinguni. Ili andiko linakuruhusu kushow off. Hujanielewa hapo? Ili andiko linakuruhusu kujionesha, kuwa wazi. Amen. Ndio maana watu wanachukua shuhuda. Mtu mmoja akaniambia, sasa mimi naona aibu, siwezi kutoa shuhuda kanisani. Naona aibu, sitaki kutoa shuhuda. Nikamwambia, wewe ni mchawi. Kwa sababu maana yake wewe eti Mungu akutendea, eti utaki wengine wasikie Mungu anaweza kutendea. Sisi hatuna siri. Kwa habari ya Yesu, mafriji yetu yanavujisha, hayana ubaridi hata kidogo. Kwa habari ya Yesu utasema kwamba Yesu aliponya pale, Yesu ameokoa pale, Yesu anabadili, Yesu anainua, Yesu anainua, Yesu anabadili, Yesu anaponya, Yesu anaweza. Na kitu kifanyika tutatoa shuhuda. Mimi shuhuda huwa ninazo nyingi. Zipo kwenye kompyuta zingine za tangu kule, watu wagonjwa kabisa. Kaja mzee mmoja siku moja kanisani. Nilikuwa na kila Jumatatu nilikuwa na kitu kinaitwa Jesus Clinic. Kani mboga Gamboni. Ile Jesus Clinic ilikuwa ni wale wagonjwa na wenye shida za hali ya juu wanakuja kwenye Jesus Clinic. Ni kwa ajili ya wagonjwa, maalum kwa ajili ya uponyaji. Siku moja mmoja akamleta mzee. Yule mzee alikuwa hawezi kutembea, mguu wake umetoboka, kama umeoza. Akaja akawa anamleta na analala pale kanisani. Siku moja nimekaa ofisini, yule mzee nikatoka nje nikachukua, ilikuwa ni maji ya upako, nikamwagia miguu, nikamuosha, then nikamwombea pale, tukamlaza kwenye kigodoro. Kwa kanisani kuna kigodoro fulani kiko pale kanisani. Tulipomlaza pale, mimi nikawa nimeenda ofisini. Ofisini kwangu kulikuwa ni kama nyuma ya kanisa kule, kama ilivyokuwa ofisi ile ya Yanga, ndio ilikuwa ofisi pale ya kanisa. Kwa hiyo nikiwa ofisini naona madhabahuni kunaendelea nini. Nimekaa kule ofisini, nimeshamuombea. Nimeomba hapo, nimeomba tembea. Miguu iwe na nguvu kwa jina la Yesu. Nimeomba kila kitu. Sijaona matokeo. Kama ambavyo kwa kitu unaomba unaona matokeo. Ukiwa hujaona matokeo hivyo muhimu, sidhani hujafanya chochote. Kuna jambo umeifanya ulimwengu wa roho, sema linasubiri mlipuko fulani mwilini utokee. Sema amen. Sema tena amen. Nimekaa zangu kule naangalia, kumbe yule mzee alikuwa anataka kujinua mwenyewe. Kumbe kajiinua kakaa. Alivyokaa pale godoro, nikamwona ameinuka akaenda akakalia kiti kama mbele, ambacho mimi nimekalia, mimi namuombea. Akashuka akakalia kile kiti. Nikaangalia yule mzee ametembea. Nikampigia yule mama, nikamwambia, mbona huyu mzee ameshatembea? Yule mzee akatembea. Nikamsaidia sana toba pale, nikamwambia mpokee Yesu. Maana alikuwa amewekewa roho ya kukataliwa, amekataliwa na watoto wake wote na nini. Ndio maana kama ni mzazi au ni baba wewe au ni mama, kaa na watoto wako vizuri, wapende. Wewe utawatenga, utawatupa siku moja na wao watakuwa na kuangalia hivyo hivyo. Inasemekana alikuwa anaacha toka kwa baharia na mambo yake huko, na watu wanawake wengine hana muda na watoto. Kwa hiyo akaana changamoto, kwa hiyo ikabidi aje kanisani. Akatembea yule mzee, tukamsisi sasa toba, akakaa vizuri. Akampokea na Yesu. Baada ya muda mbele, yule mzee sasa ameshafariki. Baada akaja akafariki, lakini ameshakuwa na amani, ameweza kutembea vizuri. Nataka kufundisha nini? Wakati wewe una nuru, iachilie nuru bila kujali chochote. Atukane mtu sawa, wewe umesema kweli inayotakiwa kusema. Ndio maana kama unalo kusudi ambalo Mungu amekupatia kwenye maisha, liachilie kusudi, ikiwa ni kusudi jema kwa watu. Fika mahali, ombea mji, ombea nchi, ondoka. Haleluya, haleluya. Majeshi yako hapo, majeshi yakipiga majeshi. Akawa vizuri kabisa. Kwa nini? Kwa sababu giza lilimfunga, lakini nuru ilipokuja kuingia ikalikimbiza giza liondoke. Siku moja akaja mama mmoja, anaitwa mama wawili, yuko pale amejenga kabisa, yuko pale Kibada. Mama wawili yule akaja kanisani, wameturuka watu wengi sana. Sababu nilikuwa natumia eneo la watu, baadaye walitaka familia kwa maana tukatoka pale kuja huku. Kwa hiyo alipokuja yule mama akaniambia, baba, mwanangu hawezi kula hali, lakini pia miguu hawezi kutembea. Achana na ushuhuda wa harusi hapa wakawe. Fikiri atakuja siku moja. Achana na hapa. Sizungumzia hapa. Nazungumzia kule. Hapa acha. Akaja kama vile akaniambia mtoto hawezi kutembea. Miguu yake kama impinda fulani. Nikamwambia huo ni uchawi. Tuko kwenye ibada kama hivi watu. Nikamtania huo ni uchawi, ni ushirikina. Mungu atamtia nguvu, ataanza kutembea. Nikamwambia atachukua maji ya upako ukimaliza. Akamaliza, kama mtu ambaye anahusika, akampatia ile maji ya upako ambayo tumeombea.
Kwa sababu tu we are the containers of light. Kwa sababu sisi ni wabeba nuru. Wewe zako wewe ni mbeba nuru ya Yesu. Kwa sababu tu mimi ni mbeba nuru, wakati natamka neno langu ni sawa sawa nimetamka mwanga uende kwenye chumba chenye giza ambacho 10,000 haiwezi kuonekana ndani, ambako afya haiwezi kuonekana ndani. Hatima yake ile afya inaanza kuonekana na kila mtu anaiona. Nimeombea, akampa maji upaka wala akakaa vizuri. Kesho yake asubuhi akashangaa, ameamka asubuhi mtoto anatembea, ameenda majikoni anafungua masufuria, anatafuta chakula. Hebu mpigie Bwana Yesu mkono. Haleluya. Kipi kinatokea hapa katikati? Nini kinasababisha matendo makubwa ya Mungu yaweze kufanyika na kuwa? Namba moja, ili Mungu aweze kukutumia wewe kama nuru ambayo iko duniani. Kwa sababu maandiko yanasema yeye ni nuru amtie nuru kila mtu. Kwa Yesu ni nuru ambaye anamtia nuru kila mtu. Ili hii nuru ambayo umetiwa na Yesu, wewe uanze kuiemit iwe msaada kwa watu wengine. Ili maisha yako yawe na kusudi. Kwa sababu changamoto kubwa maisha unayoishi duniani hayana makusudi kama yanakufaidisha peke yako. Nataka unielewe hiyo. Nataka chache nimalize. Kama unaishi maisha ambayo cha kwako ni cha kwako tu, nyumba yako ni nyumba yako tu, gari lako ni la kwako mwenyewe, hauna jambo lingine lolote, hauna chochote ambacho kinasaidia watu kwenye maisha yako, hujatimiza makusudi. Mungu ametuma kwa namna hii. Mungu ametuma, kila mtu amepewa kitu kwa ajili ya mtu, na amepewa kusudi chini ya jua la kulitimiza. Simaanishi kila mtu lazima awe mtumishi kama mimi. Simaanishi kila mtu lazima awe mchungaji kama wachungaji, au awe mtume kama mitume, au awe nabii kama mimi. Simaanishi kila mtu atakuwa hivyo, hapana. Kuna mwingine yeye amepewa kusudi lingine. Huenda mwingine mwanasiasa, yeye kwa kinywa chake akizungumza mambo watu wanasikia. Kinywa chake kinakuwa ni baraka, mtu akisikia anasema tumemfuata. Ndivyo alivyoumbwa namna hiyo. Kwa mwingine amepewa mikono akiuza biashara hapa. Hata akiamua vile viatu vyake akaja kuuzia utanunua. Ndio namna hiyo, ndio amepewa kipawa hicho na amepewa neema hiyo ya kwenda namna hiyo. Hebu sema yeye Bwana Yesu, naomba unisaidie leo katika jina la Yesu. Makusudi yangu chini ya jua ukayatimize. Naomba nuru yako itembee na mimi, iondoke na mimi, inipiganie leo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Nataka uchukue hapa, nataka niache nabii mwingine. Tutaenda taratibu mpaka tutamaliza na nabii zote zitaenda kama ambavyo zitakuwa ziende. Nilikwambia majuzi nikasema naona mataifa ya nje yanakuja na tuzidi kuombea Tanzania. Na nikakwambia wakati haya mataifa yanakuja yanaweza kuinuka kwa ajili ya kupinga mambo kadha wa kadha. Na nikakwambia kuna wengine ambao wameweka kwa kesi zingine ambazo ni changamoto, utaanza kuona neema inafunguka. Lakini ule unabii kaanza kuona unatimia, kaanza kuona pia Marekani wanaingia, kaanza kuona mataifa mengine yanakuja kuingia. Lakini nataka nikwambie jambo moja tena kubwa sana ambalo linatokea. Unachelewa sana. Utakuwa umeshawasha. Uwe serious na hiyo lengo. Tuko kwenye kazi ya Mungu na mambo yatakuwa yaende. Utakuwa umeshakaa tayari. Kwa hiyo namba moja nimekwambia, Biblia inasema na nuru yenu itakuwa iende ulimwenguni mote. So wakati sisi tunafanya jambo hapa au jambo lolote au kazi yoyote hapa, maana yake tunaifanya kwa makusudi ya kulenga ulimwengu. Maandiko yanasema enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili. Kwa hiyo vision yako haitakiwi iwe local. Your vision need to be global. Lazima vision yako iwe global na iende global kwa ajili ya kusaidia mambo mengine. Sema amen. Namba moja ambayo nilisema, uchaguzi wa Tanzania utakuwa wa amani sana na hakuna baya ambayo itakuwa kwenye uchaguzi. Nataka umaki hicho kitu. Licha ya jambo lote ambalo linainuka na pressure zote ambazo zinainuka kutoka kila mahala. Lakini Tanzania ni nchi ambayo Mungu ameichagua kwa majira na wakati husika, ili yale mambo ambayo yanakusudia hii nchi yaweze kwenda. Na hii nchi itakuwa ni baraka kwa nchi nyingine. Tangu zamani nchi ya Tanzania imekuwa ni nchi ambayo inasaidia hata nchi zingine kupata amani na kupata uhuru. Kaangalia historia vizuri. Kwa ni nchi ambayo shetani anajaribu kuingiza nia ya ovu au nia ya giza kwa ajili ya kuleta mabaya kwa nchi ya Tanzania. Lakini yale mabaya hayatafanikiwa kwa jina la Yesu. Yale mabaya yote ambayo yanakuja kuinuka hayatakaa yakafanikiwa hata siku moja. Na kama kanisa linazidi kuomba na daima linazidi kuomba, utaanza kuona mambo makubwa yanatokea na mambo makubwa yanatimia. Haleluya. Pia nilizungumza nikakwambia kwa habari ya from January, nilizungumza nikasema naona kuinuka kwa chama kikubwa chenye nguvu. Lakini nikaelezea nikasema pia kanisa itaingia kwenye vita kubwa. Wakati nazungumzia kanisa, sizungumzii kanisa moja.
Japokuwa mbona kuna uvumi wa kanisa moja, lakini si kanisa moja, kanisa lote kwa ujumla taingia kwenye changamoto nyingi. Kwa hiyo tunahitaji neema ya Mungu na hekima ya Mungu kuzidi kuomba sana. Lakini mwezi wa 5 pia nikaongezea tena nyama kwenye yale maneno kama Mungu ambavyo aliniambia. Unatakiwa wewe mtoto wa Mungu uombe, na mtu yeyote uombe kwa ajili ya taifa lako. Kwa sababu asili yetu sisi ni amani, asili yetu ni upendo, na hatutamani kuipoteza amani. Na amani haitapotea kwa sababu tunazidi kuiombea kila wakati. Haleluya. Tunazidi kuiombea kila wakati. Nikasema kutainuka mambo mengi sana yatafunuka. Tunaona mambo mengi yanafunuka ambayo yalikuwa yamejificha kwa miaka mingi. Mambo mengi ya ndani kwa habari ya mambo mengi. Kwa habari ya fedha yataanza kuibuka na kutoka. Kutaanza kuzuka record, audio na video za vitu vingi ambavyo hivi vitu vitaanza kuibuka na kutokea. Vitaanza kuibuka na kutokea nje. Utashangaa maneno mengi yanatokea, habari nyingi zinatokea. Habari za mambo yaliyojificha zitafichuka nyingi. Nataka wewe uombe sana. Lakini Mungu akaniambia haya yote ni kwa habari ya mema, lakini amani itatawala. Na kila kitu kitakuwa sawa Tanzania. Kwa hiyo nikutie moyo wewe Mtanzania, nikutie moyo mtu ambaye uko mahali hapa. Kama Mungu alivyosema amani itatawala kwa jina la Yesu. Sema amen. Naomba usimame hapo ulipo tukaombe. Tukasimame hapo ulipo. Tumwabudu Mungu. Then tukaombe. Asante Yesu. Maradu shabala abra akiba atelevas.